that could continue. Itungendelea hivyo hivyo, lakini sababu ya muda basi. Amen. Amen. I don't want you to get out of here without hearing the word of God. Nisitaki kwamba uondoke mahali hapa bila kusikia neno la Mungu. But we could have continued with worship. Tungendelea katika hali ya maabudu. Amen. Amen. So I praise the Lord for you. Nambariki Mungu kwa ajili yako And giving you the grace to be here again this afternoon. Neema ya kuwa hapa jioni ya leo. I praise the Lord for myself as well. Namshukuru Mungu pia kwa ajili yangu mwenyewe. Because all this week I've been going forth and back to the hospital. Nilikuwa nikienda kila mahali kwenye hospitali. And it's when I go to the hospital that I realize that I have the grace to be alive. Ninapoenda hospitalini ndio natambua kwamba ninayo neema ya kuishi. Amen. Amen. When you are here going having fun, you don't understand it. Wakati uko hapa unasikia unafurahi, hauzitambua kitu chochote. When you are at home you can eat, you don't really understand it. Kama uko nyumbani unapata chakula chako, huwezi elewa kama ni neema kuishi. But if you go to the hospital, lakini ukienda hospitalini and experience those people who cannot eat, unaona wale watu ambao hawawezi hata kula. As you move from room after room, ukitembea chumba kwa chumba, you find people who cannot walk. Unaona watu ambao hawawezi hata kutembea. And then you realize that I am gracious. Na hapo ndio utatambua kwamba uko mwenye neema. Amen. Amen. So we praise the Lord for being alive. Ni shukrani kwa Mungu kwa kuwa mzima. And I pray that you continue to acknowledge that every single day. Na ningetamani kwamba uendelee kutambua ile kitu kila siku. Back to the book of Revelation. Turudie kwa kitabu cha Ufunuo. And the Lord has made that we have the technology today. Mungu ametuneemesha kwamba tuwe na teknolojia leo. If people from the demonic world can use it, we will also use it. Kama watu wa dunia ya giza wanaweza kuitumia, na sisi watoto wa Mungu tunaweza kuitumia. It's all come from the mind of our God Almighty. Imetokea kwenye akili za Mungu wetu mwenye nguvu. Amen. Amen. He is the one who gives knowledge and understanding. Na yeye ndiye anatoa akili na kuelewa. Well, we started the book of Revelation 5 or 6 weeks ago. Tumeanza kitabu cha Ufunuo wiki 5 ambazo zimepita. Chapter 1 described about Jesus and John. Sura ya kwanza iliongea kuhusu Yesu na Yohana, giving the introduction of who they are. Ilitoa jinsi walivyo, ilitueleza chapter 2 and chapter 3 gave us the 7 letters to the 7 churches. Sura ya 2 na ya 3 ilituambia kuhusu barua 7 za makanisa 7. Chapter 4 we spoke about the worship in heaven. Na sura ya 4 tuliongea kuhusu maabudu katika juu ya mbingu. And it was the throne room. Na ilikuwa ni sehemu ya kiti cha enzi. Where God the Father, Son and the Holy Spirit sits. Pale ambako Mungu ambaye ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanakaa. Surrounded by the 4 living creatures. Wanazungukwa na wenye uhai 4. And the 24 elders. Na wazee 24. Then archangels and angels. Na malaika wakuu pamoja na malaika. Then all sent. Na watakatifu wote. And I remember that day I told you. Na ninakumbuka kwamba niliwaambia ile siku. If you don't worship, you can just stop. Na kama hautaki kuabudu, usiachie zako. Amen. Amen. Because he, God, sababu yule Mungu is a worshipable God. Ani Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. So what we normally do when we come to worship, kitu ambacho tunafanya mara nyingi tunapokuja kuabudu, we join the worship team from there. Tunaungana tu na wale ambao wanaabudu mbinguni. Amen. Amen. And it is for our own good. Na ni kwa ajili ya wema, uzuri wetu. If you worship, it is for your own good. Ni ukiabudu ni kwa ajili ya uzuri wako. Amen. Amen. Now chapter 5, na sura ya 5, we spoke about the first silence in heaven. Tulizungumzia kuhusu kimya ya kwanza mbinguni. Where heaven decided that someone need to come from heaven and come down. Sababu mbingu ilikamata uamuzi kwamba lazima mtu mmoja atokee kule kuja duniani. But remember, this was a very hard task. Lakini ukumbuke kwamba ilikuwa ni jukumu la nguvu sana. So heaven stayed quiet until someone called the Lamb of God. Na mbingu zilikaa kimya hadi mtu mmoja aliyeitwa mwana kondoo wa Mungu stood up akasimama and took
the scroll or the book. Akachukua kile kitabu ama kizingo. Because at that time, sababu kwa ule muda, in heaven, on earth and under the earth, mbinguni na duniani na chini ya dunia, there was no one who was worthy to touch, even to touch that book. Hakuna mmoja aliyepatikana aliyekuwa na uwezo wa kugusa, hata kugusa kile kitabu. In fact, touching the book and breaking the 7 seals. Ni kwamba ni kugusa kitabu na kuvunja ile mihuri 7. So one stood, lakini mmoja alisimama. His name is Jesus. Ambaye jina lake ni Yesu. And that's why we are here. Na ndio maana tuko hapa. I don't want to come back into chapter 5, but mimi sitaki kurudisha katika sura ya 5, lakini I can feel it. It was a very good day that day. Amen. Nasikia kwamba ilikuwa ni siku nzuri ile. Now having the power to touch the book, kuwa na uwezo wa kugusa kile kitabu, gave him the power to break the 7 seals. Na akapewa nguvu ya kuvunja ile mihuri 7. Amen. Amen. So we started from chapter 6. Tulianza kwa sura ya 6 to speak about the 7 seals. Tukazungumzia kuhusu mihuri 7. And then as he goes to the 7th seal, seal number 7, na kama tulizungumzia kuhusu muhuri wa 7, the seal number 7 opened the door to the 7 trumpets. Muhuri wa 7 unafungua mlango kwa tarumbeta 7. And I will stay a bit on that because that's where we are now. Na nilikaa kidogo pale sababu ni hapo ambapo tunakuwa sasa hivi. I'm not sure if I'm at chapter 8 there. Sijui kama niko na sura ya 8 pale. I promised last week that I will show you something about the 6th seal. Niliahidia kwamba nitawaonesha kuhusu mihuri 7. We spoke about all this. Tuliongea kuhusu yote wiki mbili zimepita. And I wanted to take a bit of time to talk about that, to come back to seal number 6. Na nitaka nichukue muda kidogo kwa kurudia kwa muhuri wa 6. So that when you see it, you must not be afraid. Kwamba kusudi unapoiona usiogope. You need to understand that it has been prophesied and it will happen. Na lazima utambue kwamba ilitabiriwa na lazima ifike. Seal number 7 and number 6 spoke about disturbance of cosmetic or earth or universe. Na muhuri wa 6 unazungumzia kuhusu kubadilika kwa mazingira ama nchi ama universe. So from that, I'm not sure if you'll be able to see those pictures there. Sidhani kama utaona vizuri hizi, but you can. Lakini nafikiri utaona. I spoke about the massive dead in the sea. Nilizungumzia kuhusu vifo vya ajabu sana katika bahari. And these are official news. Na hizi ni habari za kweli ambazo zilitangazwa halali. Millions of fish dead in Florida 2 years ago. Miaka 2 imepita katika nchi ya Florida, mji wa Florida kulikufa samaki zile kwa ile picha ya juu. Tons. Ni matani mingi sana. Tons of dead fish in Shark River shore, that's in USA again. Na hii ya chini ni katika Shark River, ni katika nchi ya Marekani tena. And last year that's happened in Australia in Perth. Na hii ya chini, hii ya picha ya chini ambayo iko na mabalen ni Perth hapa Australia. More than 100 whales found dead. Na zaidi ya 100 balene 100 zilipatikana zinakufa kule Perth. Who are killing them? No one knows. Nani wanaziua? Hakuna anajua. Amen. Amen. But if you read Revelation, you can understand that in the end time, na kama ukisoma kitabu cha Ufunuo utatambua kwamba wakati wa mwisho all those things will happen. Hivi vitu vyote lazima vitafika. Amen. Amen. And in fact today we talk about the 7th trumpet. Na kwa hiyo leo tutazungumzia kuhusu mihuri 7, which is the last one before the reign of God comes back. Tutazungumzia kuhusu tarumbeta 7 ambayo ni alama za kurudi kwa mwana kondoo. So the sea was struck, but also the heavens were struck. Bahari zilishambuliwa lakini pia mawingu ilishambuliwa.
Massive bird dead. Ndege nyingi zilikufa Arkansas. kule Arkansas. That was last year. Ni mwaka jana. Only this year. Na huu mwaka, That one is in Kenya. pale kwenye picha budongo inapasuka ni pale ni Kenya. This year. Huu mwaka. Are you afraid? No, you shouldn't. Je, umeogopa? Nafikiri usingeogopa. Because we are here to wait for the Lamb to come. Sababu tuko hapa kwa kusubiri mwana kondoo arudie. Amen. Amen. And before he comes, all those things must happen. And I emphasize this, must happen. Na kabla hajarudia lazima hivi vitu. All those things na ninasisitiza kwamba lazima must happen. Hivi vitu lazima. We will not avoid them because they were written. Hatutaviepuka sababu vimeandikwa. They were written, they must happen. Vimeandikwa, lazima vifike. But when they happen, lakini wakati they are not happening to bring us fear. Havitafika kwamba vituogopeshe. This is why the Lord says, my people perish because of lack of knowledge. Ndio maana Bwana anasema kwamba taifa langu linaangamia kwa kukosa akili. If you know that these things will come, kama ungejua kwamba hivi vitu vitafika, you will not perish. Haungeangamia. Because you know they must come. Sababu unajua kwamba lazima vitafika. And as they come, na kama vinafika, they are not coming by their own order. Havifika kwa ajili ya, they come by the order of God. Vimefika kwa sababu Mungu amelazimisha. Before Christ returns. Kabla Yesu hajarudia. Amen. Amen. So if you see conflict and conflict and conflict, kama unaona mavita na mavita na mavita, just don't be afraid. Usiogope. That must happen. Lazima vitafika. Before Christ. Kabla Yesu hajakuja. Amen. Amen. The main thing for you and me, na kitu cha muhimu kwangu na wewe, it is to have Jesus every single moment. Na ni kwamba tuwe na Yesu Kristo kila dakika. If the earthquake happens, kama mtetemeko wa ardhi unaweza kuja, it brings you or me, inakuchukua ama wewe, inakuchukua ama mimi, we should be able to go to heaven. Lazima tungekuwa tayari kwa kwenda mbinguni. Amen. Amen. Day and night. Usiku ama mchana. Because no one tells you, hakuna anayekuambia that every earthquake that will come, kwamba kila tetemeko la nchi ambalo litakalokuja will go without taking a life. Utakuja bila kuchukua mtu mmoja. If it comes, kama inakuja, probably it will take lives. Lazima pengine inaweza kuchukua mtu. Amen. Amen. If tornadoes come, kama inaweza kuja, the tornadoes, big winds, upepo mkali ukija. Last year in America, mwaka jana kule Marekani, the scientists described that in 3 days, wanasayansi walisema kwamba kwa siku 3 the world knew more than 325 tornadoes in 3 days. Kwa siku 3 more than 325. Zaidi ya 325 tornadoes in the world in 3 days. Inafanyika katika ulimwengu mzima kwa siku 3. That was last year. Ile ni mwaka jana. And in America alone, na katika Marekani penyewe, it happened more than 160 times. Inafika kwa siku 3 mara 136. And it brought more than 100 lives. Na inabeba watu zaidi ya 100 watu ambao. Amen. So those things will come, na hivyo vitu vitafika, and will bring people. Na itachukua watu. But the point is, you must be ready at all time. Lakini kitu cha muhimu ni kwamba lazima uwe tayari kila muda. Well, you can stay and the tornado has come and pass, but sickness can bring you as well. Unaweza kukaa na upepeo unakuja na utakuacha, lakini magonjwa yatakuchukua. Amen. Amen. You can stay, the sickness can come and leave you, but accident can bring you. Unaweza kukaa na ugonjwa itakuja na itakuacha, lakini ajali. So the point is, lakini kitu cha muhimu ni we must be ready at lazima all tuwe tayari kila dakika. Amen. Amen.
Let's go to the 7 trumpets. Acha twende kwa tarumbeta ya 7. The Bible says, Biblia inasema trumpet number 1 tarumbeta ya kwanza had to struck the vegetations. itakuja inashambulia mimea. Last Sunday I explained to you Jumapili iliyopita niliwajulisha that the Lord will finish the word in the reverse cycle. Tumemaliza neno katika The word, the Lord Bwana will end the word atamaliza dunia in the reverse cycle on how he started it. Atamalizia kwenye alianzia dunia. Katika hali ya During the tofauti. creation, man was created last. Kwa wakati wa uumbaji mwanadamu ndiye aliumbwa wa mwisho. And this time the Lord will leave us again the last. Na tena hiki kipindi Mungu atatuacha tena, but he will start striking all other creatures. Ataanza kumaliza kwanza vingine viumbe vyote. And number 1, vegetations. Na kitu cha kwanza ataanza kumaliza ni mimea. That's the first angel from the 7th trumpet. Na huyu ndiye malaika wa kwanza katika tarumbeta ya kwanza. Then number 2, na kitu cha pili, the seas. Bahari. What we are seeing there, the fish and everything that is dying. Kitu ambacho tunaona pale, kila kitu ambacho kinakufa katika bahari. My conviction is telling me that the angel of the 2nd trumpet kuamini kwangu kunaniambia kwamba malaika wa tarumbeta ya pili has already blown the 3rd trumpet. Ameanza kupuliza, ameshapuliza ile tarumbeta. Well, it's not like the first one blow the trumpet today, the second one blow it tomorrow. It's not like one day after another. There will be time after each other. Sio kwamba tarumbeta itakuwa nalia lendi nyingine mara nyingine merekreti, lakini zitaachiana muda kipande. Amen. Amen. The first one will blow, wa kwanza atapiga, and things start happening. Na vitu vitaanza kufanyika. Then the second one will come. Na wapiga atakuja. Only God knows about the timing between the trumpets. Na Mungu tu ndiye anajua muda katikati ya kila tarumbeta. Amen. Amen. But we can see it through things that are happening around us. Lakini lazima tutambue kupitia vitu ambavyo viko vinafanyika. Now the sea will be struck. Na bahari zitashambuliwa. Trumpet number 3. Tarumbeta ya 3. It will reach the waters and the rivers. Itashambulia bahari na mito. Trumpet number 4. Tarumbeta ya 4. It will reach heaven. All the birds and everything that lives in the skies. Itashambulia mawingu, kila ndege na vyote vinavyokaa kule juu vitashambuliwa. Amen. Amen. Now trumpet number 5. Na tarumbeta ya 5 is where we stopped last week. Ni pale ambapo tulisimamia Jumapili iliyopita. It is where the locusts will come. Nzige. Hapo ndiko nzige zitakuja. The Bible says, Biblia inasema when the angel will blow the 5th trumpet, wakati malaika atapuliza atalilisha tarumbeta ya 5, the bottomless pit will be opened. Bottomless, shimo isiyo na mwisho. Shimo ile ambayo haina mwisho, also called hell, ambayo inaitwa tena Jehenamu, itafunguliwa. But what the Bible says, it is not yet the time for devil to get in. It is the time to release things from that pit. Biblia inasema kwamba haiko itakapofunguliwa ile shimo, sio ndio siku shetani atatupwa ndani, lakini ni kuachilia kwanza vitu kutoka kwa ile shimo vikuje huku duniani. And something that will come will be the locust. Na vitu ambavyo vitatokea kule itakuwa ni nzige, mapanzi. I think that the Bible describes how they will be. Na Biblia inatangaza jinsi vitakavyokuwa, utafanana. When you look at it, it's a kind of insect, right? Kama ukiangalia inafanana kidudu. But the Bible says they will be looking like horse. Lakini Biblia inasema kwamba vitakuwa vinafanana farasi. Amen. Amen. When you look at it, ukiangalia, that big insect will be looking like a horse. Ile kidudu kikubwa sana kitakuwa kinaonekana kama farasi. Well, don't worry, you won't have time to look at it. Amen. Usiogope, hutakuwa na muda kuiangalia. First, you may not be there. Kwanza, pengine hutakuwa pale. Second, if you are there and you are in Jesus,
Na kama utakuwa pale wako ndani ya Kristo, they won't touch you, they will pass by. na haitakugusa, itakupitia. Amen. Amen. But if you don't have the Lord, Na kama hauna Kristo, and it comes in but you have time to look at it. na itakuja itakuluma na utaiangalia. Amen. Amen. This is how the Bible describes how it will be. Na hapa ndiko Biblia nasema jinsi itakavyokuwa. Suppose that, I don't wish you to be like that, right? Ulinganisha ni kama, lakini sikutakie kwamba utakuwa hapa. Suppose that you see how it is. Kwa sababu vile uko naona jinsi itakavyokuwa. Well, I don't wish you to see how it is. I don't wish it to bite you. Sikutakie kwamba uione ama sikutakie kwamba ikuue. Amen. If you are here, say amen. Kama uko hapa sema amen. Well, suppose that you seen it. Ulinganisha sasa vile umeiona. Then its shape will be looking like a horse. Na kisi inatengenezwa na itafanana kama farasi. Well, the Bible says it will have a face like a face of a man. Itakuwa na uso kama uso wa mtu. It will have hair like a woman hair. Itakuwa na nywele kama nywele za mwanamke. Kama itakuwa natia periki mimi sijui. If we putting waves there. Baba Bwana asifiwe. Hivi nyumba Mungu mnatisha kukichwa Mungu mnapenda kubiacha. Those that you are putting on your head, I don't know. Pole sana. Yeah, sorry for you guys. So the Bible said the hair will be looking like women hair. Na Biblia inasema kwamba itakuwa inaonekana kama nywele za mwanamke. And this is the worst, okay? Na hii ndicho kitu kibaya. You can look at it, you contemplate it, it's okay. Kwa kuiangalia utaiona iko sawa. But one bite equals 5 months of pain. Lakini kikuluma unafanya miezi 5 uko naumia. Amen. Pastor Isaiah, praise God. Nabii Isaiah tabiri pale kwanza. Amen. Amen. Now this is the reality. Na hii ndio kweli. One locust coming and bite you today. Kama inaweza kuja leo na kuluma, you start counting 5 months of pain. Unaanza sadia miezi 5 ya kuumia. Let's assume that it remain only 1 month. Acha tulinganisha sasa vile inabakia tu mwezi mmoja. Another one comes. Na ingine na kuluma. And bites you again. Na inakuluma tena. That will be another 5 months. Na ile nayo inaongeza yake miezi 5 ya zaidi ya ile ya mbele. And someone of the elders was saying last Sunday. Na mmoja wapo ya wazee wetu hapa alikuwa anasema Jumapili, maybe you can negotiate. Labda unaweza ibembeleza and say no, can you please go, your friend have bite me already. Unaweza kuja kwanza, unaweza rudia sorry, urudie kwanza sio mweza kwa ile go. I've been beaten by the other one. Can you go? Nihurumie tu mwenzenu aisha niruma naye. Well, I have no idea that you have time to negotiate. Lakini mimi sidhani kama utakuwa na muda wa kuongea. They are coming from the bottomless pit by the order of God to this. Sababu ziko zinatokea katika ile shimo ambayo haina mwisho kwa ruhusa ya the only negotiation you can do now is to be in the Lord Jesus. Ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Because that's the only thing will happen. Sababu hiyo ndio kitu kimoja kitafanyika. When they come, they pass by. Na ikifika inakupitia. Remember before that things come. Kumbuka kwamba ile vitu vitakapofika, angels of God will come and put on your forehead the mark of God. Na malaika wa Mungu atakuja atatia chapa ya Mungu. This is why they will not bite you, because they know you are from God. Ndio maana hazitakuluma sababu zinajua uko wa Mungu. But if you are not, mimi niko wa Mungu. If you are not, kama hauko, sorry, na kuonea huruma. Trumpet number 6. Tarumbeta ya 6. And I'll ask Brother Pascal to read there. Na tamuomba msomaji asome. Who can read English? Nani anaweza kusoma Kiingereza pamoja na mimi? Can you read there? Unaweza kusoma hapo? Who volunteers? Bila. Grace. Read there for us. Can you open your book now, please? Open your Bible. We go to chapter 9. Mfungue Biblia zenu tusome kwa sura ya 9. Start by verse 13. Tusome kwa mstari wa 13. We started last week, sorry. Tumeanza kwa wiki iliyopita. Verse 1 talk about the locust, so we jumped that part. Tumesoma kuhusu mstari wa kwanza inasema kuhusu nzige.
Now let's go from 13 and down. Na acha tuanzie kwa mstari wa 13 hadi chini. I ask you to read with us because that's your Bible. Who have the Bible here? Wangapi wako na Biblia zao hapa? Can you open it now? Muifungue na mimi nataka msome pamoja na sisi sababu hiyo ni Biblia yako. Amen. That's your Bible. You need to read it. Hiyo ni Biblia yako, lazima uisome. Let's read together. Acha tusome pamoja. It doesn't matter how much speed you have, but haijalishi uko na haraka kiasi gani, lakini lazima usome. You can be slow, you can be faster, that's okay, but read. Na unaweza kusoma polepole ama haraka, lakini let's go together. Pascal, come. Ufunuo sura 9 na mstari wa 13 inasema hivi: Malaika wa 6 akapiga baragumu. Nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika wa 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba wauwe theluthi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000. Nilisikia hesabu yao. Hiyo ndiyo niliyowaona hao farasi katika maono yangu, na waliokaa juu yao wanadiri kifuani kama za moto na za samawi na za kibiriti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi na kibiriti. Theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo matatu hayo, kwa moto huo na moshi huo na kibiriti hicho, yaliyotoka katika vinywa vyao. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao. Maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanazuru kwa hivyo. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mkono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti, zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Wala hawakutubia uuaji wao wala uchawi wao wala uasherati wao wala wivi wao. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now this is the 6th trumpet. Hii ndiyo baragumu ya 6. It is a description of fight. Ndiyo wanakagua vizuri vita. Hallelujah. Amen. Now I want you to jump to that end. Those who did not repent. Na nataka kwamba usome hapa kumwisho ambapo wanasema wale ambao hawakutubu. That's the whole point. Hiyo ndiyo kitu cha muhimu zaidi. That's the key of the book of Revelation. Hiyo ndiyo funguo ya kitabu cha Ufunuo. So everything will happen, kila kitu ambacho kitakachofika, to those who will not repent. Kwa wale wote ambao hawakutubu. Amen. Amen. So if you walk with the Lord and know that you are repenting every single day, kama unatembea na Bwana na unajua kwamba uko natubu kila dakika, then all those things, sasa hivi vitu vyote will not hurt you. havitakuzuru. Amen. Amen.
Now I want to take a minute to talk about repentance. Acha nichukue dakika moja kuzungumzia kuhusu kutubu. Because what the angel from the six trumpets is doing, Sababu hawa malaika ambao kutoka baragumu 7 wako nazungumzia, he is releasing 4 other angels. Iko na ruhusu wengine malaika wa 4. The Bible says they were bounded before around the river Euphrates. Walikuwa wanazunguka katika mto. They are bound there. Walikuwa wanafungwa kule. Walikuwa wanafungwa kwenye mto wa Euphrates. Well, if you go back to the book of Genesis chapter 2, kama ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo Mwanzo sura 2, you understand where Euphrates is coming from. Utaelewa sehemu ambapo Euphrates inapatikana kule. It is one of the rivers who are surrounding the Garden of Eden. Ni mmoja wapo ya mito ambayo inazunguka shamba la Eden. Amen. Amen. So the Lord, this is Genesis chapter 2. Hii ni Mwanzo sura 2, and it's come again in Revelation chapter 9. Na inarudia tena katika Ufunuo sura 9. So this river, huu mto, which is the description of the geographic or physical location of Eden, ambayo inasema kuhusu mahali ambako Eden inapatikana. It tells us that what the Lord did during the creation, inatuambia kwamba kitu ambacho Mungu alifanya wakati wa the Lord will finish by that when he ends the earth. Atarudia tena pale atakapomaliza dunia. Amen. Amen. Now these angels, na huyu malaika, when they come back from that Euphrates river, na watakapotoka kule Euphrates, they are coming with power and might. Wanakuja na uwezo na mamlaka. The Bible says they are leading a 200 million soldiers from heaven. Biblia inasema kwamba wale malaika wako naongoza an army, majeshi wa 200,000. The Bible says there will be horse riders. Biblia inasema kwamba kutakuwa wapanda farasi. Well, the mouth will bring fire. Vinywa vya zile farasi vitakuwa vinatoa moto. Hallelujah. Amen. Their tails will be looking like serpent or snakes. Mikia yao itakuwa inaonekana kama nyoka. And they will have the power to bite. Na itakuwa na uwezo wa kurumana. Amen. Amen. Now this time, na hii wakati, and I want you to understand where we're coming from. Na ninapenda kwanza uelewe kwenye sehemu ambapo tunatokea. The Lord is tracking other creatures first. Mungu iko anashambulia kwanza viumbe vingine. Trees and vegetations. Miti na mimea mingine. Then he comes to fish. Na baadaye anakuja kwenye samaki. Then he goes to bird. Na baadaye anaenda kwenye ndege. And trumpet number 5 start touching people. Na tarumbeta ya 5 inaanza kugusa binadamu. Remember, the locusts when they come, they will not kill, they will bite only. Zile mapanzi sasa zinakuja hazitaua lakini zitakwenda kuuma tu. But this one will have the power to kill. Lakini hizi farasi zenye kutoa moto kwenye vinywa vitakuwa na uwezo kuua. The Bible says this one will have the power to kill. Biblia inasema kwamba hizi zitakuwa na uwezo wa kuua. But they will kill people who did not repent. Lakini zitaua watu ambao hawakutubu. Let's talk about repentance. Acha tuzungumzie kuhusu. Because so many Christians, they want to be in church. Lakini sababu watu wengi ni Wakristo wengi wanapenda wakae tu kanisani. But they don't want repentance. Na hawataki kutubu. When blessing comes after repentance. Sababu baraka zinakuja baada ya kutubu. Amen. Amen. If you come to church, you are looking for miracles and blessing. Kama unakuja kanisani unatafuta miujiza na baraka, the very good way to get them is to repent. Njia nzuri ambayo kuweza kuzipata ni kwamba utubu kwanza. It's you to come before the Lord and repent and acknowledge what you have done. Na kitu cha muhimu ni kwamba ukuje mbele za Mungu na utubu na utambue kitu ambacho umefanya. Repentance, kutubu au toba, it has 2 special levels. Inakuwa na ngazi mbili. First, acknowledgement. Kitu cha kwanza ni kutambua. If you start repenting something that you don't acknowledge, it's not a repentance. Ukitubu kitu ambacho mwenyewe hauelewi au hautambui, haiko kutubu. Hallelujah. Amen. Because someone is forcing you to say sorry. Sababu mtu mmoja fulani iko na kukaza, iko na kulazimisha useme, and then you end up by sorry basi. Na basi baadaye unakia kusema basi sorry basi. There is a big question there. Kuna alama ya kuuliza kubwa pale. What that sorry basi mean?
Ile sorry basi nasema unihurumie basi. Unaniuzi sana, acha basi niseme sorry. Basi. Unanisumbua ndio maana basi hata nikwambie unihurumie. Hallelujah. Amen. That's not repentance. Hiyo sio kutubu. Because number one, you need to acknowledge that I did this. Kitu cha kwanza ni kwanza wewe mwenyewe utambue kwanza kweli nilifanya. And there are so many Christians, they come in church services. Na Wakristo wengi wanakuja katika ibada. We have a very good program here. Tunakuwa na mpangilio mzuri hapa. Every time we start by forgiveness. Amen. Amen. Kila mara tunapoanza tunaomba kwanza msamaha. Level number 2. Kipengele cha pili. After you have acknowledged what you went wrong. Baada ya kutambua kitu ambacho umefanya kibaya, it is to confess. Lazima utamke. Ukiri. Acknowledgement first. Ni kutambua kwanza and then confession. Na baadaye ukiri, useme kinywa yako. You can confess, you can say things from your mouth. Unaweza kusema vitu kutoka kinywa chako, but they are not coming from your heart. Kama havitoka kwenye moyo wako. Amen. Amen. The Bible declares people who the Lord calls them Pharisees. Biblia inasema katika kinywa cha Mungu inasema kama kuna watu wengine ambao wanakuwa ni Mafarisayo. So they are very good looking people outside. Ukiwaangalia kwa nje ni watu wazuri sana. But inside they are not. Lakini kwa ndani hawako vile. Jesus go even further. Na Yesu aliingia kindani zaidi and speak about the tombs. Na Yesu alizungumzia kuhusu makaburi. When they are there, they start to make the tombs looking very well. Na wako kama wanakuwa kama wanafanya makaburi. So when you look at the tombs, you won't know that what is inside is. Ukiangalia kaburi hautajua kama kitu chenye kuwa ndani kinaoza. Amen. Amen. So Jesus is taking that example to Christian. Na Yesu anachukua huu mfano kuhusu wa Kristo who are quick to say things wako haraka wa kutamka vitu that is not coming from their heart. Ambavyo havitoke ndani ya mioyo yao. They are Pharisees. Ni Wafarisayo. The Bible calls them hypocrites. Biblia inawaita wahipokriti ama wajanja. Wachini. Kiswahili cha nyumbani ni wachini. They can come here and they have very good smiles. Wanakuja hapa wanakuwa na cheko midomoni. You can smile with them. Unaweza kucheka pamoja na wao. They can bring you to KFC. Wanakuweka kukuzia chakula kwenye KFC. So that outside you are okay. Kule nje kabisa ni watu wazuri sana. But inside, lakini kule kwa ndani they can kill you. Wanaweza kuua hata leo. Amen. Amen. And I love the Lord. Na nampenda Kristo because he sees the outside, sababu anaona nje, but he sees the inside as well. Na anaona sana kwa ndani. If you are here to trick us, kama uko hapa kwa kutudanganya, the Lord sees you inside. Mungu yuko anakuona kwa ndani. Amen. Amen. If the locusts come now, kama zile nzige zile mapanzi za Mungu zinakuja leo, you may have more than one bite. Unaweza kuwa na kuumio zaidi ya moja. Because what you show outside, it's not what you are inside. Sababu kile ambacho unatuonesha kwa nje haiko kile ndio kiko ndani yako. Now let me come back to those people who are quick to repent while their heart are not repenting. Acha nikurudie kidogo kwa wale watu ambao wanatubu lakini mioyo yao haitubu. You will know it when they start repeating the same errors. Utawatambua sababu wataanza kurudilia vile vitu. Anatubu leo, anakirudilia kesho tena anakifanya kesho yake. Hallelujah. Amen. So what the Lord is saying here, Bwana anasema nini hapa? Repentance is the key for salvation. Kutubu ni ufunguo wa wokovu. There are other people that they don't want people to tell them about sins. Na kuna watu wengine hawataki umwambie kuhusu dhambi yake. Young people, Bwana sifiwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Hata mkisema amen nikisema tu. Even if you couldn't say amen, I could say it myself. Some of you, they are doing 2, 3, 1 week at home, not speaking to their parents kwa sababu waliwashauri. Watu wengine kati yenu wako wanafanya wiki 1, 2, 3 hawaseme na wazazi wao because they are. When you look at the issue, ukiangalia tatizo lenyewe, you like,
unashangaa. Seriously. Hii ndio tu shida hii. Did you have to take 1 week without speaking to your parents because of this? Unaweza kufanya kwamba ufanye Well, it is for your own good. na ni sababu ni kwa wema wako wewe. Amen. Amen. But the problem is acknowledging. Tatizo ni kwamba kutambua. As long as you don't acknowledge that what you're doing is bad, Kama hauwezi kutambua kwamba kitu kenye uko unafanya ni kibaya, someone who comes to tell you, ule mtu ambaye anakuja kukuambia, you will tell him to an enemy. utamchukua kama ni adui yako. Well, they are not. They are your friend. Ni rafiki yako, sio adui yako. Best friend tells you, this one is bad. Can you please change? Mtu mzuri kwako ni mwenye anakuambia kwamba hiki kitu unafanya ni kibaya. Je, unaweza kubadilika? Amen. Amen. If they stay quiet, Kama ananyamaza, don't think that they think that what you are doing is okay. usifikirie kwamba kile kitu kibaya uko unafanya ni kizuri. Two realities again there. Kuna ukweli mbili pale. They may stay quiet because sababu wanakuogopa. Wanaweza kunyamaza because they scared of you. Tukimwambia haitikaki tu. If we tell him, he never say yes. So they stay quiet. Wanakunyamaza. And you just continue to think that you are okay. When they see that you are not okay, they didn't tell you, it's because you don't accept. Watajinyamazia sababu unaona fikiria kwamba wewe unafanya ni vizuri, sababu wanajua kwamba hata wakuambia utaitika. Hallelujah. Amen. Second thing about that, Na kitu cha pili kuhusu ile, people will stay quiet watu watajinyamazia if they gain interest from you. kama wanapata faida kutoka kwako. Hallelujah. Amen. Church, are you here? Kanisa huko hapa. If people gain interest from you, Kama watu wako na faida ndani yako, even if you are wrong, they will stay quiet. hata kama unafanya makosa watajinyamazia. Wasikukwaza. Well, I can tell you, Hata nikwambie, they are not helping you. hawakusaidie. They are not helping you. They Hawakusaidie. will finish your money. Watakumalizia mago, They will finish everything you have. watakumalizia na vitu yako And yote. when they go there, Na watakapoenda they kule, will start talk to each other. wataanza kuongea wenyewe kwa wenyewe. We couldn't do anything. Hakuna vitu tungefanya bwana, hata tubariki. He was wrong. Alikuwa na makosa. But Hatuna ya. as long as he give us something, Sababu wanatupatia mago. That is. and you are there, you continue your move, Na utaendelea na makosa thinking yako. that everyone is okay with you when they are not. Na utafikiria kwamba kila mtu iko sawa na wewe. Whether they are fearing you, Pengine wako na kuogopa, or they get something from you, ama pengine wako napata kitu so kutoka. they stay quiet. Na ndio wananyamazia sawa. But you are wrong. Lakini uko na makosa. Amen? Amen. If someone comes and tell you, change this, Kama mtu anakuja na kuambia, je, unaweza kubadilika? my advice to you Kitu ambacho nataka kushauria is to praise God because someone came to help you. ni kushukuru Mungu sababu kuna mtu mmoja alikuja kusaidia. Amen. Amen. And I can tell you, Na acha nikwambie, there are not many that will come to help you. na sio wengi ambao watakuja kukusaidia. There are not many. Hawako wengi. More of them will see you and stay quiet. Baadhi yao watakuangalia na Instead of wanajua. coming to tell you to change, Badala ya kuja they kukuambia will start to ubadilike, speak to each other. wataanza kuongea kule nje. And that's even bad. Na hiyo ndio balaa. Ni kitu kibaya sana. Now the Bible says in the book of Thessalonians, Na Biblia inasema katika Wathesaloniki, do not reject prophecy. usidharau unabii. Examine Utafakari, what is good, take it, uchague vitu vilivyo vizuri ndani and what is bad, reject it. na vitu ambavyo hauna havikusaidia chochote duniani. What does this word mean? Hii neno linamaanisha nini? I can see my brother Peter. Naweza kumwona ndugu yangu Petro, I see two bad things in him. namwona vitu viwili vibaya ndani yake. But because of my human character, Lakini sababu ya utu wangu au binadamu I wangu, can come and tell him 5 or 6 things. naweza kuja kumwambia vitu visita, kumbe niliona viwili. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema do not reject those prophecy. usikuje usitupilie ile unabii. But don't be naive as well. Lakini usipelekwe. You take them. Uchukue vyote. Don't say, I don't want to hear you. Mimi sitaki nikusikie If you say, I don't want to hear you, even those two that you have to change, you will miss them.
Ukisema kwamba mimi sitaki nikusikie, hata ile mbili ambayo ingekusaidia na utaikosa. The Bible says, take them. Biblia inasema kwanza usichukue. Now move yourself. Na urudie nyuma kidogo. Start examining. Anza kuchagua moja The moja. Bible says, what is good for you, take it. Biblia inasema kwamba kitu What is kizuri bad, kwako chagua, reject. na vyenye havikusaidii tupilia mbali. Amen. Amen. Repentance is the key. Kutubu ama toba ndio funguo. And the Bible describes some sins there. Na Biblia inasema kuhusu dhambi kadhaa pale. Those who did not repent, Wale ambao hawakutubu, to worship demons, kwa kuabudu mapepo, idols, miungu, repent from the murders, watubu kuhusu mauaji yao, sorceries, na uchawi, sexual immoralities, na zinaa, and the faith. na imani, Ni wizi. au faith, na uwizi. I'm not saying that this is only the list of sins, right? Na mimi siseme kama hizi ndio dhambi tu, hapana, ziko nyingi. I'm just quoting from the book of Revelation chapter 9. Na nachukua kutoka Biblia kitabu cha The single and simple way of saying it is repent from your sin. na kitu kimoja cha kusema kwa jumla ni kwamba utubu kutoka dhambi zako. Amen. Amen. Even if you are not happy when people say you have anger, Japokuwa hawezi furahi kwamba watu wanakuambia uko na hasira, change it. badilika. Change it. Badilika. There are things that can kill you. Kuna vitu ambavyo vinaweza kukuua. As long as you don't change them, they are bringing you to hell. Kama haupendi kuvibadilisha au na kuviacha, vitakupeleka jehanamu. Now the horse riders, Na wapanda farasi, they will come and fight. na watakuja wanaanza pigana. They will be ready for what we call Armageddon. Na watakuwa tayari kwa kupigana vita vya Armageddon. These horse riders, Na hao wapanda farasi they are soldiers from heaven. ni majeshi kutoka mbinguni. The Bible says they will come with breastplates. Biblia inasema kwamba watakuja wamevaa dirii kwenye vifua. So this is the protection. Ni vitu vya protection ambavyo vya kuzuia mishale What the isiwaingie. devil is doing with all this technology, Vitu ambavyo shetani iko naandaa kuhusu hii teknolojia, he's preparing his army. iko natayarisha majeshi yake. Because he is thinking that when the Lord comes, Iko nafikiria kwamba wakati Bwana atakuja, he will be able to win the battle. atawina, atashinda Yesu. And I want to tell you, Na hata nikwambie, this is not a spiritual fight. It will be physical. na hii haiko vita vya kiroho, ndio nikwambie. Amen. Mambo ya kimwili. It is now that we are fighting spiritually, but the Armageddon will be physical. Leo ndio tuko napigana kiroho, lakini ile Armageddon itakuwa ya kimwili. Amen. Eh? Amen. All these armies and aircraft that we are building, they are preparing themselves. Hizi mandege za vita na masilaha kubwa kubwa na hizi watoto tuko najenga hapa chini, zote ziko natayarisha But vita ya Armagedonia. remember one thing. Lakini ukumbuke kitu kimoja. The one who created the earth Huyo ambaye aliumba dunia has the power to destroy it. iko na uwezo wa kuibomoa. Amen. Amen. In some part of the Bible, the Lord says, Katika sehemu fulani katika Biblia Bwana anasema hivi. you know, a pot. Unaona chungu ya ile If you are an artist, kama uko nufinyanga sahani. mfinyanzi alafu pale. Amen. Amen. The pot or a plate will not come and ask the artist, Ile sahani ambayo ulijenga kutoka udongo haitakwambia, haitakuja kukuuliza, why did you make me like this? jua nini ulinijenga hivi? Amen. Amen. The artist can see a pot there or a plate, Ule mfinyanzi atakuja na angalia and he says, pale. I don't like how you are there, I'll break you. Anasema sipendi kisi Mungu alikuwa anajengewa vile anakuvunja moja kwa moja. That's what will happen. Hiyo ndio itafanyika ile. Even if we come with all the army of the earth, Hata kama tunaweza kuja na majeshi yote ya dunia. USA I'm not sure. I think we are moving to China now. Amen. Nafikiri jeshi la Marekani sidhani kama lingali nguvu. Nafikiri tunaenda kwa China ndio wako na nguvu sasa. For the past 3 years, I've been asking the Lord to show me some sign of that last power that remains.
Nilikuwa nauliza kwa miaka 3 ilipita, nilikuwa namuuliza Mungu alionyeshe ile pouvoir ile grande puissance itakuwa kwa mwisho, and I can strongly feel that it's moving to Asia. Na niko nasikia kwa nguvu kama inaelekea ngambo za Asia. Remember, we have the Greek power. Kumbuke tulikuwa na grande puissance ya Ugiriki. This is from the book of Daniel. Hii katika kitabu cha Danieli. The Lord has recommended me to come back to that in seminar in the next few months. Bwana ameniambia kwamba nirudie katika kitabu cha Danieli kwa seminari ya miezi kadhaa inayokuja. So the Greek Empire started. Empire ya ba Greek. But that came exactly after the Babylonian on the time of Daniel. Lakini ile ilikuja nyuma baada ya Babiloni katika kitabu cha Danieli, katika wakati wa Danieli. After the Greek, na baada ya Wagiriki, there were a mixture of Phoenicia, na kulikuwa mchanganyiko wa Fenisia, but it had too much power, lakini ilikuwa na nguvu zaidi, influenced by Rome. Ilikuwa imesukuma zaidi sana na Urumi. And then after the time of Jesus, on all those areas, it was the Roman Empire. Na baada ya Yesu Kristo, ile sehemu yote ilikuwa imetawaliwa na Urumi. Amen. Amen. Then that time passed. Na wakati ule ulipita. Not so many years ago. Lakini sio miaka mingi ilipita. USA have taken over. Na Umarekani ukachukua mamlaka. But the Bible description is still remaining one. Lakini kulingana na Biblia nasema kwamba kuna bakia ingine kitu kimoja. Before the returns of Christ. Kabla Bwana hajarudia. Amen. Amen. Our following the news to pass on the 21st of this month. Na nilifuata habari kwenye TV kwa tariki 21 mwezi umeisha. And the State Secretary of the USA, na mwandishi mkuu wa Marekani, announced publicly that the USA is retrieving or is quitting the Human Rights Commission of the United Nations. Na inasema kwamba alisema hadharani kwamba Umarekani unaacha haki ya binadamu. They are getting out of that organization. Wanatoka katika ile organization ya haki ya binadamu, droit de l'homme, wanatoka ndani. Hallelujah. Amen. That was on 21st of this month. Ilikuwa tarehe 21 huu mwezi wa 6. Then when I look at that, I can see some spot. Na nilipoangalia hii niliona alama fulani fulani. I can see some spot that this power is moving slowly. Na niliona kwamba hii mamlaka iko naenda na shuka pole pole. On the other side. Inaenda ngambo za Asia. It doesn't matter how long it will take. Haijalishi itachukua muda gani. Because as this happen, kama hiki kinatokea, two other things will happen. Na vitu vingine viwili vitatokea. The world government will come in. Na mamlaka ya ulimwengu ambao ni government moja ya dunia. One government in the world will come in. Serikali moja ambayo itatawala dunia itakuja. But on the other side, na kwa ngambo nyingine, the temple of Jerusalem will come back to Israel. Na hekalu la Yerusalemu itarudia tena Israeli. So those will be among the last things we need to see. Na hii itakuwa mojawapo ya vitu vya mwisho ambavyo vitafika. Then the Lord will come. Na baadaye hapo Bwana atakuja. Amen. Amen. I want you to understand. Nataka uelewe. Repentance is the key. Halama ama funguo ya zaidi sana ni kutubu ama toba. If you don't want to repent, kama hautaki kutubu, your place is not in heaven. Sehemu yako hakuna mbinguni. Whether you die now or in the future, hata kama unakufa leo ama kesho yake, your place is not in heaven. Hakuna nafasi yako kule mbinguni. If you're with me, can you stand? Kama uko pamoja na mimi, je, unaweza kusimama? We're going to pray that the Lord give us the grace. Tutaenda kuomba Mungu atupatie neema of repentance. Ya toba. Ask the Lord to give you the grace of repentance. Ambia Mungu akupe kibali cha toba. Well, you may not want it. Unaweza kuwa hauitaki. But when you repent, lakini unapotubu, there is what we call spiritual load. Kuna kuwa kitu ambacho tunaita mzigo wa kiroho. And if you do it properly, na kama ukifanya kwa sawa, after true repentance, baada ya kupitia toba, a true one,
Because there are repentance and repentance. Okay. Mojawapo ya zile mbili, sababu kuna kutubu na kutubu. If you do a right repentance, Kama ukifanya kutubu ya kweli, you must feel like a load is getting out of you. utasikia kwamba ule mzigo unautua. Amen. Amen. This is a spiritual load. Hii ni mzigo wa kiroho. I think I spoke about this before. Nafikiri nilizungumzia hii mbele. I want to tell you that I had a load of my name when I came to Australia. Na nitakwambia kwamba nilikuwa na mzigo wa jina langu kama nilivyokuja Australia. Because I added another name. Sababu niliongeza jina lingine. I needed to pay money to get that repaired. Ili lazimu nilipe pesa kusudi nipate ile jina langu la vizuri. And that was a load on me. Na ule ulikuwa mzigo juu yangu. Amen. Amen. There are things that you can take very, very simple. Kuna vitu ambavyo vinachukua kama vya kawaida, But God takes it seriously. lakini Mungu anavichukua kwa nguvu. Amen. Amen. So when you do a true repentance, Kama unafanya toba ya kweli, you will feel your heart is becoming lighter. utasikia kwamba moyo wako unakuwa mwepesi. You will feel that there is something that you had Utasikia kwamba kuna kitu ambacho ulikuwa nacho that comes out of you. inatoka ndani yako. Now repentance, remember I'm in 1 John chapter 4:20. Kumbuke kama niko katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura 1. The Bible says you will not say that you love God that you don't see, Hautasema kwamba, Biblia inasema kwamba hutasema unampenda Mungu ambaye hauoni while you are not loving the one who you live with. kama haumpendi yule ambaye unaishi naye. The Bible says love the one that you live with first, Biblia inasema kwamba umpende kwanza yule ambaye unaishi naye kwanza, and then you love God. na baadaye utampenda Mungu. So if you want to repent, Kama unapenda kutubu, there are things that we do kuna vitu ambavyo tunafanya directly to God. moja kwa moja kwa Mungu. And I'm okay to advise you, you need to repent and confess that to God. Na nitakushauri kwamba lazima utubu na But kumwambie Mungu the akusamehe. truth is, Lakini kweli ni there kwamba are things that we do to others. kuna vitu ambavyo tunawafanyia watu wengine, And we do sometimes spiritual errors, na tunafanya makosa ya spiritual mistake. makosa ya We pass our time to confess before God. tunapitisha muda wetu kwa kwenda kutubu mbele za Mungu. The one that you wrong is there. Na mtu ambaye amekosea iko pale. You can take 3 years you are confessing to the Lord. Unaweza chukua miaka 3 kwa He is there or she is there. na iko pale, You haven't said anything. na hujamwambia chochote. Well, what are you doing? Seriously? Uko unafanya nini? What are you doing seriously? Unafanya nini kwa kweli? That pen will stay. Ile makosa itabaki. Take courage. Repentance requires courage. Chukua muda, ujipatie juhudi, sababu toba Speak to him. kuchukua. Speak to her. Speak to him. Speak to her. Tell him or her. Mwambie, mwendee mwambie. My heart is telling me Moyo wangu uko unaniambia that I've wronged you. nimekukosea. I'll go back and pray to God. Nimerudia, nimemwomba Mungu, But I want you to forgive me. lakini nataka kwamba unisamehe. There are 2 things there. Kuna vitu viwili pale. They can forgive you Anaweza kukusamehe or they will not. na ama asikusamehe. Now I want you to understand it before we pray. Na nataka uelewe kitu kwanza kabla hatujaomba. If they forgive you or not, Kama akikusamehe au hapana, you have done your part. umefanya kilicho cha kwako. Amen. Hallelujah. Amen. And this is why I want to encourage you to do it. Acha nikutie moyo na kukuambia kwamba ufanye. Don't worry if they will understand what they want, they will forgive you or not. You need to do your spiritual part. Usiogope kwamba wamekusamehe ama watakuelewa au wasikuelewe, lakini umeshafanya cha kile. If they don't understand, that's okay. You have done your part. You and the Lord, you are okay. Wakuelewa wasikuelewe, lakini ni sawa, umeshafanya cha kwako pamoja na Mungu. But sometimes you need to take that decision to step in. Lakini mara nyingine lazima uchukue ile hatua na kwenda kumwambia yule mtu. Remember, Kumbuka, any sin that is not confessed kila dhambi ambayo haikutamkwa stays. inakaa. It doesn't matter how long you did it. Haijalishi umeifanya miaka ngapi If imepita. you did not confess it, Kama hakuitamka kwa kinywa chako, it stays. inakaa. I want you to tell the Lord Nataka umwambie Bwana to give you the courage to repent. ukupa juhudi ya kutubu.
Start praying, ask the Lord to give you that grace. Anza kuomba na mwambie Mungu akupe ile neema. Ask the Lord to give you that grace to repent. Mwambie Mungu akupe ile neema ya kutubu. Chapter 9 tells us about repentance. And we need to do it. Bwana anatuambia kuhusu toba na lazima tuifanye. There are people who are here with you. Kuna watu ambao wako hapa pamoja na wewe. And you know that there is something wrong with you and them. Na unajua kwamba kuna kitu ambacho hakiendeki katikati yako wewe na yeye. I would advise you. Na mimi napenda nikushauri. Before you go back home, kabla hujarudia nyumbani, speak to them. Mwambie waongea na wale watu. Speak to them. Ambie na wale watu. Ask them to forgive you. Waambie wakusamehe. And when you go to do it, na kama unaenda kuisema, don't start saying too many things. Usianze kuongea vitu vingi vingi. Because the devil can use that to bring you down again. Na sababu shetani anaweza kutumia ile maneno yako kwa just say, I come before you, I apologize. Mwambie tu kwamba nimekuja mbele yako naomba msamaha. Well, that strength need to come from God. Sababu ile inaweza kusaidia kuja mbele za Mungu. It can be anyone. Inaweza haijalishi ni nani. Your parents, wazazi wako, your children, watoto wako, your wife, mke wako, your husband, mume wako, your friends, rafiki yako, your fellow schoolmates, wenzako wa shule, or your fellow workplace mates, wenzako wa kazi. As a children of God, kama mtoto wa Mungu, you need to do your step. Lazima ufanye hatua yako. The other one, you leave it to the Lord. Na kitu kingine mwachie Mungu. We're going to pray. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, we come before you, Lord. Tunakuja mbele zako Bwana. Yes, in the book of Revelation 9, katika kitabu cha Ufunuo, you want us to acknowledge that we are sinners. Tunatambua kwamba tuko wenye dhambi. And we just come before you. Na tunakuja mbele zako Father, we come before you to pray. Tunakuja mbele zako that you help us to repent, Lord. Kwamba utusaidie tutubu. Baba, now that you are in the way to come back, tunajua kwamba uko karibu kuja. I want you, Lord, to find your people ready. Nataka kwamba Bwana ukutane na watu wako. Give us the grace to repent, oh Lord. Tupatie neema ya kutubu. Give us the grace to repent, oh Father. Give us the grace to repent, oh Jehovah. Yes, Lord, we know we have wronged so many. Tumefanya makosa mengi Bwana. But we come before you tonight. And we pray that you forgive us, oh God. Tunaomba kwamba utusamehe. Father, there are so many around us who look at us and they know we have wronged them. But now, Lord, we come before you. We pray that you give us the power and the strength to go to them. Give us the power and the strength to have the courage to confess. Father, we pray. We pray for the power of reparation. We pray for the power of reparation, Lord. We pray for the power of reparation, oh Father. In the name of Jesus. 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 In the mighty name of Jesus. Father, we pray. Ili Yesu akija nikute tayari. Sisi tunatengeneza maisha yetu kwa Bwana. Twatengeneza maisha yetu kwa Bwana. Ili Yesu akija tukute tayari. Ili Yesu akija nikute tayari. I feel that the Lord is saying to me that you need to repent as the time is still there. Kwamba lazima utubu kabla wakati bado ungali. Call that one who is in Africa. Muite yule ambaye yuko Afrika.
and repent na utubu before they die, kabla hawajafariki, because after there sababu baada ya hapo your spirit will continue to cry. nafsi yako itaendelea kulia. Go back home, call them and repent. Utakaporudi nyumbani waite utubu When the time is there. kabla wakati bado upo. If they pass away, Kama wakifariki, you will not have time to repent with them anymore. hutakuwa na wakati wa kutubu pamoja na wao tena, And your spirit will cry. na roho yako italia, I have no idea what will happen later. na mimi sijui itakachotokea baadaye. You still have time, go and do it. Bado ungana na muda wa kuifanya. It doesn't matter what they did to you. Haijalishi walichokifanya kwako. The Lord God has kept you safe and you are alive. Mungu amekulinda na uko mzima leo. Well, the Lord is telling me that there are other people who even have people into their heart. Na Bwana yuko ananiambia kwamba kuna watu wengine ambao wako na watu wenzio mioyoni mwao, And you don't want to release them. na hautaki kuachilia. I pray that the Lord give you the power to release them. Let them go. Na waomba kwamba Mungu akupe nguvu za kuwaachilia. Let them Waache go. waende. Let them Waache go. waende. It is a big load for your soul now. Ni mzigo mkubwa sana kwa ajili ya nafsi Let yako. them go. Forgive them. Waache, wasamehe, waachilie waende. God has been on your side for a long time now. Mungu alikuwa upande wako kwa muda mrefu sana. He has helped you to go through all that. Amekusaidia kupitia hivi vitu Let vyote. them go. Let them go. In the name of Jesus. Let them go. Let them go. Let them go. Let them go in your heart. Let your heart be free. Waondoe katika moyo wako. Let your heart be free Acha now. roho yako huru. Remove that load that is in you. Ondoa ule mzigo ambao uko ndani ya roho yako. Forgive them. Let them go. Wasamehe, waachilie The waende. Lord know how to deal with them. Mungu anajua jinsi The atawashughulikia. Bible says in the book of Romans that revenge belongs to me, says the Lord. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi kwamba vita ni vyangu mwenyewe, ama I will pay back. kisasi ni changu. It is not for you to revenge, Sio says the kwa Lord. kufanya kisasi. It is for God to revenge for you. Mungu mwenyewe ndiye atafanya kisasi Let yako. them go. Leave them. Waachilie hao watu waende. Forgive them. Wasamehe. Let the grace of God Acha neema ya Mungu be upon you now. iwe juu yako leo. Father, I pray for more grace. Bwana, naomba neema juu yao. I pray for more grace. Naombea neema nyingine, The grace to release. neema ya kuachilia, The grace to forgive. neema ya kusamehe, The grace to ask for forgiveness. neema ya kuomba msamaha. Father, I pray that those who have loads into their spirit and their heart, Naomba kwa wale ambao wana mizigo ndani ya mioyo Lord, yao. may you touch them now. Mungu upate kuwagusa sasa. Touch their heart, O God. Gusa roho zao. Touch their heart, O Jehovah. Gusa roho zao Jehova. In the name of Kwa jina Jesus. la Yesu Kristo. May those loads become lighter now. Acha zile mizigo ziwe In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. May those spiritual loads become lighter now. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. I pray that the Lord become lighter now. Let the Spirit of Father Acha mizigo be mingi. free by you, oh Kwa God. jina la Yesu Kristo. We thank you, Jesus. Hallelujah. Maisha yangu kwa Thank you, Bwana, Jehovah. natengeneza maisha yangu kwa Bwana, Thank you, ili Jesus. Yesu akija nikute tayari, ili Yesu akija nikute tayari. Natengeneza maisha yangu kwa Bwana, natengeneza maisha yangu kwa Bwana, ili Yesu akija nikute tayari, ili Yesu akija natengeneza maisha yangu kwa Bwana, natengeneza maisha yangu kwa Bwana, ili Yesu akija nikute tayari, ili Yesu akija natengeneza maisha yangu kwa Bwana, natengeneza maisha yangu kwa Bwana, ili Yesu akija nikute tayari, ili Yesu akija nikute tayari. Barikiwe.